Mtazamaji wangu, basi karibu. Tutakuwa na jambo dogo la kujifunza leo katika siku ya Jumapili hii. Tutasoma kitabu cha Timotheo, ule waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, mlango wa pili aya 15, na Mungu linasema, jitahidi kujionesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Anasema ukitumia kwa halali neno la kweli. Nilikuwa nimetamani kuweka hicho kipengele maeneo fulani kwamba Biblia inasema ukitumia kwa halali. Manake kama upo uwezekano wa kulitumia neno la Mungu kwa halali, manake upo uwezekano pia wa watumishi wa Mungu kulitumia neno la Mungu pasipo halali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paulo alikuwa anamsisitizia sana Timotheo, kwa sababu Timotheo hakuwa Myahudi kwa kuzaliwa, lakini mama yake na bibi yake Eunike na Lois walikuwa ni watu waliokuwa na msimamo thabiti juu ya injili ya neno la Mungu. Kwa hiyo walimsimamia Timotheo kumfundisha maandiko, na ndio maana Paulo hakupata shida sana kushughulika na Timotheo katika kumfundisha neno la Mungu ukilinganisha na wanafunzi wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakuta hapa sasa kwamba anamwambia ukitumia kwa halali neno la kweli. Na neno la kweli manake ni neno la Kristo, na Kristo ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wanaotumia vibaya hili neno la kweli. Sasa wanatumiaje hilo neno vibaya? Wapo wanaotumia namna moja kujipatia faida. Wana triki fulani ambazo wanazitumia, ni kama watu wale wa mazingaombwe. Kwa hiyo wanatumia triki fulani hivi kuwafanya watu ili kuwa na manufaa ya kwao. Jana nilikuwa na msikia mtu mmoja ambaye alikuwa anazungumza kwamba kanisani kwetu ukichelewa, inawezekana utaratibu wanasema tumeweka, ukifika ukichelewa unapigwa faini ya shilingi 2,000, na usipoenda kabisa unalipa 10,000. What is the essence ya hiyo? Yani kusudi kubwa ni nini? Ni kweli kwamba liko jambo la kiroho ama hapana? Sasa mimi nisiseme kwa maana ya kuamua kwamba kwa nini wao wamefikia hapo, lakini wako watu ambao kanisa na kanisa, nisitumie neno kanisa kwa sababu kanisa, eklesia, ni kusanyiko la watu watakatifu wa Mungu waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kumtukuza na kumwabudu Mungu. Lakini nizungumzie majengo mengi ya taasisi hizi ambazo zinajiita za Kikristo, wamegeuza masoko. Yesu alipozungumza kwamba mmegeuza hekalu la Baba yangu kuwa soko, Biblia huwa haizungumzi kitu ambacho kimsingi hakipo. Ukweli wake ni kwamba watu wamegeuza majengo ya ibada ambako watu wa Mungu wanakusanyika, ama kanisa la Mungu linakusanyikia humo, kama sehemu ya biashara. Nipe hela upokee uponyaji, nipe hela kumuona mtumishi. Wengine wanalipa hela nyingi, nilikuwa nasikia wengine wanalipa mpaka 500,000, sio laki ngapi, I don't know, sikumbuki. Lakini yuko mtu mmoja ambaye anasema yeye alikuwa ni wakati huo, sasa hivi ni mchungaji, lakini wakati huo hakuwa mchungaji, alishuhudia kwamba kuna kipindi walikuwa wananunua mapapai na wanawauzia Wakristo waliokuwa wanaingia, wakiwaaminisha kwamba lile papai lina kitu cha tofauti kutokana na mali. Kuna mazingaombwe fulani yanajengeka ndani ya majengo haya ya ibada. Sasa mimi nikusii kabisa, na wengine wapo wanauza, wengi tu wanauza vitu, wengi tu wanauza vitu. Sasa huyu anauza hiki, huyu anauza hiki, huyu anauza hiki. Mimi nisitaje vitu ambavyo wanauza. Sasa wengine wameenda mbali kabisa kwenye matumizi ya nishati zingine ambazo ni ngumu. Yani ukiingia kwenye mtego kama ule, ni kwamba unakuwa ni mtumishi wa matukio. Na mimi hao wanawasema sana, yani kwamba wao hawalifundishi neno la Mungu, lakini wanaenda kwa matukio. Wanaona kwamba okay, Jumapili niliweka tukio gani? Labda kuna kitu kitapungua, tuongeze tukio lingine ili kufanya kwamba watu waendelee kumiminika. Na hapa ndipo ambapo kuna somo nitakuja kufundisha ambalo linazungumza kwamba ni lazima kutafakari kwa nini watu wanakuja kanisani kwako kwenye hilo jengo na hawaendi kwenye majengo mengine. Lazima utafakari. Kwa hiyo wamekuwa ni watumishi wa matukio.
watumishi wa matukio. Yani jambo hili likitoka, jambo hili likitoka, jambo hili likitoka, yani lazima afanye kitu fulani kitakachosisimua kitakachosisimua mioyo ya watu, ili watu waendelee kubaki mahali pale na yeye aendelee kujipatia kitu ambacho anakitaka. Sasa kwa leo nitatamani kwamba ulielewe dakika hizo chache ambazo nimetumia, litumie neno la Mungu, ulitumie neno la Mungu kihalali. Vile ambavyo neno la Mungu linataka litumike, tumia hivyo. Usiweke sarakasi zako, usiweke miujiza yako, usiweke mazingaombwe mle na vitu kama hivyo, ukafanya mambo fulani ya ovyo ovyo ili kuweza kuwavuta watu, lakini litumie neno la Mungu kihalali. Huo ndio ujumbe wangu wa leo, na nitamani kwamba ujue kwamba ni muhimu sana kulitumia neno la Mungu kihalali kama Paulo alivyomwandikia Timotheo.